أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم الصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم wapendwa wanamizani popote mlipo. Taarifa tulizonazo hii leo ni zile tu zinazotokana na maendeleo ya mapigano huko Mashariki ya Kati, ambapo Israel na Iran zimeendelea katika kupigana kupige, huku maafa yakijitokeza na kuendelea kujitokeza sehemu zote mbili, kila upande ukiwa na maumivu makali yanayotokana na mashambulizi makali ambayo hajapata kutokea baina ya Iran na Israel, maadui wa zamani na wakale ambao wamekuwa wakiviziana kwa njia tofauti kwa miaka mingi iliyopita. Miongoni mwa taarifa hizo ni kwamba Iran imefanikiwa kuangusha ndege za aina ya F-35. Ndege hii ni ndege ya kizazi kipya kabisa ya Marekani ambayo ilikuwa ikisifika sana kote ulimwenguni kuwa ni ndege bora zaidi kuliko ndege nyingine zozote, na kwamba haionekani katika rada, na ndio hiyo imekuwa ikitumiwa na Israel katika kuidhuru Falastini na kupiga huko Yemen na mahali pengine kwinginepo, ikiogopa Israel kwa sababu ya matumizi ya ndege hizo. Lakini hivi sasa ndege hizo zimekuwa si kitu chochote mbele ya Iran, ambapo Iran tayari imeshaangusha ndege za namna kama hizo 3 mpaka hivi sasa. Halikadhalika, Iran imeendelea kupeleka mvua ya makombora nchini Israel na kuondoa ile dhana iliyokuwa imejengwa kwa miaka mingi kwa walimwengu kwamba Israel ama anga la Israel limelindwa kwa ukamilifu na hakuna kitu chochote kinachoweza kuwadhuru wa Israel kutoka nje ya nchi hiyo, ambapo sasa yote yamebakia kuwa ni hadithi. Israel inapigika, majengo yanaangamia, huku nchi nzima ya Israel ikipokea kwa ukamilifu na bila kizuizi mashambulizi kutoka Iran. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC usiku wa kuamkia leo Jumapili 15/2025 imetekeleza wimbi jipya na mashambulizi ya makombora ya ndege zisizo na rubani dhidi ya utawala wa Kizayuni kufuatia awamu ya kwanza ya operesheni ya kulipiza kisasi ya Ahadi ya Kweli namba 3 usiku wa Ijumaa Juni 13. Wimbi hilo jipya la mashambulizi lilianza saa 5:30 usiku wa kuamkia leo Jumapili Juni 15 kwa saa za Iran. Operesheni hiyo ya kulipiza kisasi isiyo na kifani inafanywa dhidi ya kauli mbiu ya Ali ibn Abi Talib kwa mnasaba wa maadhimisho ya sikukuu ya Idi ya Ghadir. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu limesema katika taarifa kwa vyombo vya habari kwamba mashambulizi hayo ni sehemu ya operesheni ya Ahadi ya Kweli namba 3 na yalihusisha kuvurumishwa kwa makombora na ndege zisizo za rubani kuelekea shabaha za Israel. Ving'ora vya tahadhari vilisikika kote Israel usiku wa kuamkia leo Jumapili Juni 15, huku Waisraeli wakishauriwa kukimbia kwenye mahandaki kujikinga na mabomu katika maeneo yote yanayokaliwa kwa mabavu na Wazayuni. Ripoti zinasema kiwanda cha kusafisha mafuta cha Haifa na vituo vya gridi ya umeme vilipigwa kwa mafanikio na makombora ya Iran. Karibu saa 2 baadaye, Repa ilisema katika taarifa mpya kwa vyombo vya habari kwamba vituo vinavyozalisha mafuta kwa ajili ya ndege za kivita za Israel na miundombinu mingine ya nishati vimeathiriwa. Duru za awali za mashambulizi ya Iran zimesababisha uharibifu mkubwa katika miji ya Tel Aviv na Jerusalem, yani Quds na viunga vyake. Brigedia Jenerali Ahmad Wahidi, mshauri mkuu wa kamanda mkuu wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC, alisema mapema jana siku ya Jumamosi Juni 14 kuwa duru ya kwanza ya operesheni ya Ahadi ya Kweli namba 3 imetekelezwa kwa mafanikio makubwa na kikosi cha anga cha IRGC, na kwamba kwa akali, yani kwa uchache, maeneo 150 ambayo yalilengwa kwa shabaha imepigwa wakati wa operesheni ya kulipiza kisasi ya Jamhuri ya Kiislamu dhidi ya utawala hasibu wa Israel. Wakati huo huo, mjini Tehran, mji mkuu wa taifa la Uajemi, utawala wa Israeli ulipiga ghala la mafuta katika kitongoji cha Maghrib mwa jiji hilo na kusababisha moto mkubwa. Wizara ya mafuta ya Iran, bila kutoa maelezo zaidi, imetangaza kuwa hifadhi nyingine ya mafuta pia ililengwa na hujuma za Israel kusini mwa Iran. Huku hayo yakijiri, Rona Bar, mkuu wa taasisi ya kijasusi ya utawala haramu wa Israel, Shin Bet, aliyejiuzulu kutokana na operesheni kubwa ya kijeshi ya Iran ya kulipiza kisasi dhidi ya utawala wa Kizayuni. Aruz Sheva, mtandao wa vyombo vya habari wa Israel,
uliripoti hayo katika taarifa iliyotolewa mapema leo Jumapili Juni 15, 2025 na kueleza kuwa kujiuzulu kwa Barr kumekuja miezi kadhaa baada ya kuwaonya maafisa wa utawala huo kuhusu Jamhuri ya Kiislamu kujipenyeza kwa kina katika masuala ya kiintelijensia ya Israel. Hali kadhalika kuna taarifa kuwa wakati mambo yote hayo yakiendelea, jeshi la Iran limeripoti kuangusha ndege 3 za kivita aina ya F-35 inayomilikiwa na utawala wa Kizayuni wa Israel kwa kutumia mifumo ya ulinzi wa anga iliyotengenezwa nchini humo. Ndege hizo ambazo ndio fahari kubwa ya Marekani na iliyokuwa ikiaminika kuwa haipigiki imeonekana kuwa si mali, na hivyo basi Israeli na Marekani italazimu watafute ndege aina nyingine ambayo wataisifia kama walivyokuwa wakiisifia F-35. Kwa mujibu wa tamko rasmi la jeshi, rubani wa ndege hiyo ya kisasa kabisa iliyoundwa Marekani alinaswa akiwa hai baada ya kujirusha kwa parachuti katika maeneo ya magharibi mwa Iran. Kwa tukio hili la karibuni, Irani sasa imefanikiwa kuangusha jumla ya ndege 3 za kivita za F-35 tangu Israeli ilipoanza hujuma zake siku ya Ijumaa Juni 13, 2025. Kati ya ndege 2 zilizoangushwa awali, imedokezwa kuwa rubani mmoja aliuawa papo hapo huku mwingine akikamatwa na vikosi vya Iran. Vita kati ya Iran na Israel vimechacha kufuatia mauaji ya takriban raia 100, maafisa wa kijeshi na wanasayansi wa nyuklia wa Iran waliouawa shahidi katika mashambulio ya anga ya utawala wa Kizayuni dhidi ya makazi ya raia mjini Tehran. Wakati wa kuanzisha uchochezi huo, Israeli ililenga maeneo nyeti ya nyuklia na kambi kadhaa za kijeshi kote nchini Iran. Iran kwa upande wake imetoa jibu kali kwa mawimbi 5 ya makombora ya masafa marefu kuelekea Israel na kusababisha uharibifu mkubwa katika zaidi ya vituo 150 vya kijeshi na ujasusi ndani ya ardhi hiyo inayokaliwa kwa mabavu na Mazayuni. Kwa sasa Irani inaendeleza mashambulizi kwa kutumia droni na kujitoa mhanga kamikaze, huku duru za kijeshi zikidokeza kuwa mashambulizi makali zaidi kwa makombora yanatarajiwa kufuata ndani ya saa chache zijazo kuanzia mchana huu wa siku ya Jumapili. Ndege za kivita aina ya F-35 zinazotumiwa na utawala wa Kizayuni wa Israel zinatambuliwa kama za kisasa zaidi. F-35 imeundwa na kampuni ya anga ya Lockheed Martin ya Marekani, jeshi katili la Israeli miongoni mwa majeshi machache duniani yaliyopewa ruksa rasmi na Marekani kutumia ndege hizi za kizazi cha 5 yenye teknolojia ya hali ya juu na kuepuka rada. Pamoja na uwezo huo wote wa kukwepa rada, jeshi la Iran limeweza kuitungua kwa kutumia makombora yaliyoundwa ndani ya nchi hiyo, hivyo kuifanya Iran kuwa nchi ya kwanza duniani kuweza kuiangusha ndege hii ya kisasa ya F-35. Wakati hayo yakiendelea, Pakistan imetangaza kuwa itaunga mkono Iran kikamilifu katika majukwaa yote ya kimataifa na kutoa wito kwa ulimwengu wa Kiislamu kuungana dhidi ya uchokozi wa utawala wa Kizayuni unaolenga Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika kikao cha bunge la taifa kilichoketi siku ya Jumamosi jana Juni 14, Khuja Asif, waziri wa ulinzi wa Pakistan, amesema kuwa Iran na Pakistan zina uhusiano wa kihistoria wa karne nyingi na kwamba Islamabad itasimama bega kwa bega na Iran na itaendelea kuwatetea katika kila jukwaa la kimataifa ili kulinda maslaha ya Iran. Akitaka kuwepo mshikamano wa Kiislamu, Asifu ametoa mwito wa kuitisha mkutano wa dharura mara moja wa kuandaa mkakati wa pamoja wa kukabiliana na uchokozi wa Israel. Ameonya kuwa ulimwengu wa Kiislamu ni lazima uchukue hatua sasa, la sivyo utakumbwa na mashambulizi kama yale yanayoikumba Iran. Israeli imeshambulia Iran, Yemen na Palestina. Amesisitiza kuwa ikiwa mataifa ya Kiislamu hayataungana sasa, kila moja litaonja madhara ya mashambulizi hayo kwa wakati wake. Leo Jumapili Juni 15, 2025, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza kuwa lengo la mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran ni kuizuia nchi hiyo kutengeneza silaha za nyuklia, na kisha Israeli itaishambulia Pakistan, nchi nyingine ya Kiislamu ambayo tayari ina silaha za nyuklia, lengo likiwa ni kuhakikisha mataifa ya Kiislamu yote hayamiliki silaha za nyuklia. Asif pia amegusia maandamano yanayoendelea katika mataifa ya magharibi dhidi ya Israel, akisema kuwa hata watu wasiokuwa Waislamu wameamsha dhamira zao, huku akiushangaa ulimwengu wa Kiislamu unaoendelea kukaa kimya
dhidi ya Mayahudi. Dhamira yao imeamka tofauti na ulimwengu wa Kiislamu, amesema kwa masikitiko. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya kigeni wa Pakistan Ishaq Dar siku ya Ijumaa Juni 13 alilaani mashambulio ya Israeli dhidi ya Iran, akiyataja kuwa ni ukiukwaji wa wazi wa mamlaka ya Iran na kuonesha mshikamano wa serikali na wananchi wa Iran. Dar pia ametoa rambirambi zake za dhati kufuatia vifo vya raia wengi katika mashambulizi hayo ya Israeli. Kabla ya hapo, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif alilaani vikali mashambulizi ya anga ya Israeli dhidi ya Iran kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wa kijamii wa X. Ninalaani kwa maneno makali zaidi mashambulizi ya kichochezi ya Israeli dhidi ya Iran, aliandika Sharif. Nawasilisha rambirambi zangu za dhati kwa wananchi wa Iran kwa kupoteza maisha katika shambulio hili. Hatua hii ya kikatili na isiyo na uwajibikaji wowote ni ya kutisha na inatishia kuchafua zaidi ukanda ambao tayari uko kwenye hali tete. Tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa na Umoja wa Mataifa kuchukua hatua za haraka ili kuzuia kuongezeka kwa hali hii ambayo inaweza kuhatarisha amani ya kikanda na ya dunia kwa ujumla, alisema waziri mkuu wa Pakistan. Wakati huo, rais wa Pakistan Asif Ali Zardari katika taarifa yake ya siku ya Ijumaa Juni 13 alilaani vikali mashambulizi ya kijeshi ya Israeli dhidi ya Iran. Mashambulizi haya ni uvunjaji mkubwa wa mamlaka ya kitaifa na ukamilifu wa ardhi ya Iran, na yanaonyesha dharau kamili ya mkataba wa Umoja wa Mataifa na misingi ya sheria za kimataifa, alisema rais wa Pakistani Zardari. Rais huyo pia alieleza masikitiko yake ya dhati kwa watu wa Iran kutokana na vifo vya raia waliopoteza maisha kutokana na mashambulizi hayo, na kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa na Umoja wa Mataifa kuchukua hatua za haraka kumwajibisha mhalifu na kuzuia hali isizidi kuwa mbaya zaidi. Hayo ndio matukio yaliyotokea katika masaa 24 yaliyopita, ambapo Iran na Israel wameendelea kushambuliana, huku wanashambulia na huku wanajibu. Lakini ni vizuri kukumbukwa kuwa ni Israeli ndiyo iliyoanza kuishambulia Iran alfajiri ya siku ya kuamkia Ijumaa Juni 13, ambapo vituo vya kuchakata madini ya urani vilishambuliwa na baadhi ya makazi ya raia na kusababisha vifo vya watu wanaozidi 100. Irani ilijibu mashambulio haya usiku wa kuamkia jana siku ya Jumamosi, ambapo maafa kadhaa yametokea huko Israeli na mashambulizi ambayo hayakupata kutokea toka taifa hilo la kubuni lilipoanzishwa kuanzia mwaka 1948, ambapo sasa taifa hilo lina zaidi ya miaka 75 toka lilipoanzishwa kwa ushawishi wa Marekani na Uingereza. Hali inaendelea kuwa tete na inategemewa kuwa mashambulio haya bado hayajafikia hatua ya kuweza kusimamishwa, kwa sababu hakuna juhudi zozote zilizokuwa dhahir zinazoleta tamaa kwamba kuna juhudi zozote za kusimamisha mapigano haya. Tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu ajalie mambo haya yamalizike, vita visimame, watu waweze kuishi kwa amani, kwani vita vinavyopiganwa kama hivi tunavyosikia ni Israel, si viongozi wa Israeli wala wa Iran ambao ni pekee wanaathirika, lakini waathirika wakubwa zaidi ni raia wa kawaida. Sisi sote, kila mmoja kwa dini yake na kwa imani yake, tunyooshe mikono kumwomba Mwenyezi Mungu alete salama na amani kwa Iran pamoja na Gaza, Palestine, ili amani iweze kupatikana na uchokozi wa Mayahudi wakisaidiwa na Marekani uweze kukoma na kushindwa. Tusisahau kusoma Suratul Fil na Suratul Lahbi kumwomba Mwenyezi Mungu azivunje dhamiri za watu ambao wamepanga kuua watu na wala hawajali thamani za binadamu na wala hawajali haki za kila mtu kujitawala, na wanataka ulimwengu mzima uwe chini yao na wawatii wao kama vile ni miungu watu. Kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu atamaliza mambo haya kwa nguvu na jitihada zetu sisi sote kwa pamoja. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo. Allah